nilikuwa nafanya intercession, niliona kiumbe fulani mfano wa mwanadamu, kilikuwa very ugly, na nikashindwa hiki ni kitu gani, na nikaona kinashuka na kilikuwa kinakaa ndani ya wanadamu ama ndani ya watu ndani ya kanisa. Na wakati kilikaa ndani ya huyo mtu alianza kufanana na hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani shetani, Revelation ilikuwa inasema kwamba shetani huingia ndani ya watu na ana tabia fulani. Kama ni pepo la udhaifu likiingia ndani mwako utakuwa mdhaifu. Kama ni pepo la fitina likiingia ndani mwako. Kwa hivyo ukiona mtu ana fitina, si huyo mtu, ni pepo hapo ndani mwake, pepo la fitina. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo hiki kiumbe ambacho niliona kilikuwa ugly sana, kilikuwa dhaifu, hakina nguvu, hakina uwezo, kikawa kinatafuta mahali pa kuingia. Lakini asubuhi ya leo kwa mamlaka ya Yesu tunateka nyara kila pepo, kila pepo la udhaifu, kila pepo chala usekeseyela, kila pepo linalotafuta mahali pa kuingia, linalotangatanga na kutafuta mahali pa kuingia ndani ya watu wa Bwana, ndani ya Solution Center, ninakamata kila pepo katika jina la Yesu. Nguvu za kuzimu, maroho machafu za maradhi, magonjwa na kuleta udhaifu, ninakamata hiyo pepo in the name of Jesus. Nasambaratisha kila nguvu, nasambaratisha kila mamlaka, nasambaratisha kila mamlaka, nguvu za kuzimu, kila maroho zilizokataliwa mbinguni, zinazotafuta mahali pa kuingia, roho za udhaifu, roho za magonjwa, roho za kuteseka, roho za umaskini, zinazotafuta mahali pa kuingia, tunakamata hilo roho. Shetani, pepo mchafu naye tangatanga, zitafuta mahali pa kuingia, zitafuta mahali pa kuweka makao. Kwa watu hawa hauna makao, ninakuondoa katika sehemu hizi, ninakutoa kwa nyumba zetu, ninakutoa kwa jamii zetu, ninakuondoa kwa watoto wetu. You are not blessed in our lives. In the mighty name of Jesus. Pepo ya udhaifu, ninakukamata, ninakuhangaisha. Pokea moto wa Bwana, pokea moto wa Bwana. Fire over you, fire over you, fire over you, fire. Moto juu yako, teketea toka mayora, teketea achilia. Tukuze kila pepo, hangaisha kila maroho, teketeza kila nguvu, kila mapepo yaliyotumwa kwa jamii yako, kila roho mwaka wa 26, kila pepo linalotafuta kukuhangaisha, linalotafuta kukuhangaisha, hilo pepo katika jina la Yesu tunalifukuza, tunalihangaisha, tunalipoteza, unakuwa kipofu, wamoka, haribika, wapeza mwelekeo, wapeza mwelekeo. Fire over you, fire over you, fire over you, fire over you. Chalalala, chalalala, yalalala. Pepo ya udhaifu, pepo, kila roho inapoteza maelekeo. Pepo ya madhaifu, pepo la
magonjwa 2026, kila mipango na mikakati ulivyonazo kwa nyumba zetu tunawapoteza, tunawapotezea network, tunaleta giza katika familia yenu. Tanganyikiwa right now. Pepo zinachanganyikiwa, waliotumwa kinyume chako na pepo zilizotumwa juu yako zinachanganyikiwa this round. In the name of Jesus. Leo ni tarehe, ni siku ya 4 ya mwaka wa 2026. Bado tunaweka foundation. Unajua, ili wewe usherekee Disemba tarehe 31 this year, itategemea na vile uliweka foundation. Bwana Yesu asifiwe. Crown ya 2026 utapewa Disemba, lakini saa hizi ni wewe kuweka foundation. Wewe kutembea kwa mwaka wa 2026 kwa ushindi itategemea na foundation uliyoweka. Na kwa hivyo ukiweka foundation shallow, kuna possibility usifikie your destination. Kwa hivyo ukiomba ukijua ni Jumapili ya kwanza ya mwaka wa 2026, kila mipango ya shetani kinyume cha 2026 juu ya maisha yako, lazima kila mipango ya adui aliyopanga 2026 ya kwamba usifanikiwe, hizo maroho, hizo mipango za shetani zilizopangwa 2026 tunasambaratisha. Kila mipango za adui, kila mipango za mapepo wanaotuonea, wanaotutakia mabaya, kila mipango za shetani 2026, I arrest you in the mighty name of Jesus. You will fly like an eagle.
Biblia inasema yeye hutia nguvu wale wanaozimia, na yeye hufanya wale ambao miguu zao hazina nguvu kuwa kama miguu za kulungu. Praise the name of the Lord. Udhaifu wa 2025 ambao unaonyesha symptoms 2026, hizo ishara za 2025 zinazoonekana kwa 2026, tunakata hizo ishara zilizokuwa 2025 zinaonekana 2026. Hizo ishara za mapepo, hizo ishara za udhaifu, hizo ishara za kutoendelea, tunakatanisha katika jina la Yesu. Hatutabeba 2025 kuingia 2026 katika jina la Yesu. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Taji ya 2026 tutapewa Desemba. Saa hizi hatuna hiyo taji. Saa hii lazima tuweke msingi. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kufika Desemba na ushindi itategemea na msingi ambao tumeweka. Maana hapa katikati, sikiza, unajua vita ama mwaka wa 2025 tulipomaliza tukiingia 2026 tuliingia katika vita. Maisha ni vita. Bwana Yesu asifiwe. Maisha tunayoishi na ushindi, ili upewe crown lazima uwe umepigana vita. No gain without pain. Hakuna tuzo utapewa bila kushindana. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo lazima uwe hodari na uwe mwenye ushujaa ili kukumbana na 2026. Praise the name of the Lord. Wacha uwe ni mwaka ambao gari zitapati hapa nje. Wacha uwe ni mwaka ambao watu wakajenga manyumba. Wacha uwe mwaka ambao biashara itabadilika. Uwe mwaka ambao ndoa zitabadilika. Uwe mwaka ambao magonjwa itakuwa historia. Itategemea na foundation tunayoweka siku ya leo. Mtu aseme amen. Sema haleluya. Haleluya. Nataka ujipigie makofi kwa sababu umefika siku ya leo. Sio kawaida. Bwana asifiwe. Oh, haleluya. Kuna wengine bado wanamalizia kimondo ya tarehe moja. Wengine bado wanamalizia chapo. Lakini nataka uelewe, baada ya sherehe kuna vita. Baada ya kusherehekea kuna kuingia katika vita. Baada ya kumaliza 31st kuna tarehe moja. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo nataka uelewe, jambo ambalo umefanya siku ya leo ni la muhimu na maana, litategemea mwaka wako jinsi utakavyoenda. Nataka tupigia waimbaji makofi wanapoenda kukaa ili tushiriki neno la Bwana. Nami ninajua tarehe ya leo, tarehe 4, shetani apende asipende utabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kubarikiwa ni sehemu yako. Lazima utoke hapa na baraka za Mwenyezi Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Ninaelewa kile ambacho Bwana amekuwekea siku ya leo, tarehe 4
Januari 2026 sio cha kawaida. Utatoka hapa umenoa, utatoka hapa na destiny, utatoka hapa na future, utatoka hapa na hopes, utatoka hapa unacheka. Hata kama haukuwa na furaha ukiingia hapa, ukitoka hapa utakuwa na furaha ya Bwana. Praise the name of the Lord. Nataka nizungumzie ujumbe kidogo kuhusu kichwa cha ujumbe wangu ni kwamba kusisitiza ama kupersist. Haleluya, haleluya. Kupersist. Kuna watu wanachoka. Hii mwaka wa 2026 maelfu na mamilioni za watu wameingia, lakini si wote watamaliza. Ni wengi wameanza, lakini si wote watakamilisha. Hilo ndio jambo nataka uelewe. Wengi wanaanza salvation, wengi wanaokoka, lakini si wote wanamaliza. Ndiposa Sulemani anasema ni mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Maana mwisho wa jambo ndio unaokupa tuzo. Unapomaliza ndio unavalishwa crown. Kwa hivyo mwisho unakuwa bora kuliko mwanzo, lakini mwisho utategemea na jinsi ulivyoanza. Na ujue kabla ya mwisho kuna kuendeleza. Haleluya. Kuna kuanza, kuna kuendeleza, na kisha kuna mwisho. Kwa hivyo hata katika kuendeleza ndio wengi wanakata tamaa, wengine wanarudi nyuma, wengine wanaquit, wengine wanasema siwezi kwa sababu ya kuendeleza. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo siku ya leo nataka nizungumzie kuhusu kuendeleza ama kupersist. Haleluya. Maana wengi tunaanza, wengine wanachoka kwa barabara. Wengine tunaanza wakifika kwa barabara wanaketi, lakini hawajafika, hawajapata tuzo, hawajapata crown ya kile ambacho walianzisha. Bwana Yesu asifiwe. Patia jirani high five, mwambie happy new year, na umwambie karibu solution. Haleluya. Na umsalamie, mwambie lazima uendeleze kile ambacho ulianzisha. Kitabu ni Luka 18 kuanzia aya ya kwanza kuteremka mpaka chini. Huyu ni mwana wa Mungu Yesu Kristo akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Akasema palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki ya adui yangu. Naye kwa muda alikataa. Alafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Na waambia atawapatia haki upesi. Walakini atapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Huu ni mfano Yesu anapatia wanafunzi wake, na mfano huu Biblia inasema ilikuwa ni mfano ya kuambia waombe, waendelee katika maombi wala wasikate tamaa. Maana alielewa, alifahamu, alijua katika mwendo kuna kuchoka, katika mwendo kuna kukata tamaa. Na kwa hivyo alikuwa anawapa mfano ya kwamba waendelee katika maombi, waendelee katika kumungoja, wasirudi nyuma, wasikate tamaa,
wala wasizimie moyo. Na kwa hivyo akawa anawaambia, kulikuwa na mama ambaye alikuwa ni mjane. Mumewe na wanawe hatuambiwi walikufa ama walienda wapi, lakini huyu mama, kuna mtu alikuwa na deni yake, na kwa hivyo alitaka msaada kutoka kwa huyu kadhi ama kutoka kwa hakimu amwamulie kesi aliyokuwa nayo. Na Biblia inasema huyu kadhi alikuwa ni mdhalimu, hamjui Mungu, hamwabudu Jehova. Na kwa hivyo mwanamke huyu alipoenda kwake mara ya kwanza, huyu kadhi alikataa. Mara ya pili alikataa, mara ya tatu, mara ya nne akakataa. Lakini Yesu anasimulia hadithi ya huyu mama ya kwamba hakukata tamaa, lakini aliendelea, alidumu kumsumbua huyu kadhi. Biblia inasema wakati huyu kadhi alichoshwa, akasema huyu mama, kwa sababu ananichosha kila wakati, nitampa haki yake, asiendelee kunichosha hapa. Na kwa hivyo Yesu anauliza swali, kama huyu kadhi mdhalimu anamtendea huyu mama vivyo, je, itakuwaje kwa Mungu ambaye yeye ni mwaminifu? Si atatenda zaidi ya hata vile mnavyoomba? Haleluya! Na kwa hivyo asubuhi ya leo nimekuja nikutia moyo ya kwamba ili tufanikiwe na tumalize 2026, tupate haki ya 2026, wacha tujifunze kwa huyu mama ambaye alizidi kubisha, alizidi kuulizia, alizidi kuomba. Oh, haleluya! Fungua nami katika kitabu cha Warumi 12:12. Warumi 12:12. Bado inasema ya kwamba kuanzia 11, kwa bidii si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkitumikia Bwana kwa tumaini, mkifurahi katika dhiki, mkisubiri katika kusali, mkidumu. Haleluya! Kwa hivyo Paulo anatupa moyo na anasema ya kwamba tukizidi katika bidii kwa maombi, kwa sababu Paulo alielewa na alijua ya kwamba maombi si kitu unaweza omba siku moja na ukaweza kujibiwa. Na kwa hivyo akasema ya kwamba tutie bidii katika kuomba, wala tusikata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini watu wanakata tamaa katika maombi? Kwa nini watu wanakata tamaa katika safari wanayokuwa wameanza? Kwa nini hata watu wanakata tamaa katika biashara? Nataka nikupe mambo matatu ambayo tukiepukana nayo, wapendwa, hatutakata tamaa. Haleluya! Kuna mambo matatu ambayo yanakatiza watu tamaa, na hata watu wanarudi nyuma wakati wanaendelea mbele, wanakatizwa tamaa na haya maneno. Na jambo la kwanza linalokatisha watu tamaa liko katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Haleluya! Kile ambacho kinakatisha watu tamaa, na haya tukiyajua, wapendwa, hautakatishwa tamaa wala hautarudi nyuma. Wafalme wa Pili mlango wa 2 kuanzia sura ya 1. Hapa tunamwona mtu ambaye jina lake ni Elia, na Biblia inasema Bwana alipopenda kumpandisha Elia mbinguni kwa upepo wa kisulisuli, Elia alitoka Gilgali pamoja na Elisha.
Kwa hivyo hawa ni watu wawili walikuwa wameamua safari, walikuwa wameanza safari ya kwenda mahali, na safari waliokuwa wanaenda ilikuwa ni safari ya kuchukuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na walipoanza safari, kuna kitu kilitaka kumkatisha Elisha tamaa, na kilichotaka kukatisha Elisha tamaa ni manabii ambao walianza kumwongelesha Elisha, wakimwambia Elisha, je, unajua bwana wako atachukuliwa leo, lakini achukuliwe Mungu. Maana Elisha hakukubali kukatishwa tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo kinachokatisha watu tamaa ni maneno ya wanadamu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kinachofanya watu wengi wanakata tamaa na hawawezi endelea ni wakati wanafungua sikio kusikiliza kile watu wengine wanasema kuwahusu. Unapoanza biashara na ufungue sikio kusikia wanadamu kukuambia mambo ya discouragement, jinsi biashara iendelee, na uanze kusikiza mambo yao, hakika dada yangu, ndugu yangu, hautaenda mbali. Na kwa hivyo ukitaka kuendelea na safari ya biashara ya wokovu, hata ya ndoa, toa masikio kwa wanadamu. Praise the name of the Lord. Maneno ya wanadamu yamekatisha safari ya watu wengi. Maneno ya wanadamu imefanya ndoa nyingi hazijafanikiwa. Maneno ya wanadamu imefanya wokovu wa watu wengi umerudi nyuma kwa sababu ya kusikiza maneno ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo adui mkubwa ambaye anaweza fanya usiendelee ni maneno unayosikia yatakufanya usiendelee katika ndoa. Utasikia watu wakisema ya kwamba hakuna ndoa inadumu, na kwa hivyo ukitenga masikio kuanza kusikia mambo ya wanadamu, nataka nikuhakikishie hautafaulu katika safari ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Na kwa hivyo adui huyo amefanya ndoa mingi zimesambatika, amefanya biashara mingi zimeanguka, amefanya Wakristo wengi kurudi nyuma. Haleluya. Maana wametega masikio kusikia vile watu wanaongea, vile huduma ni ngumu, vile huduma haiwezi bariki. Na kwa hivyo unaposikia hayo maneno unarudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku moja mtumishi wa Bwana kwa jina Ayubu alipatwa na mapigo, na marafiki zake watatu wakakuja, wakina Cleophas, wakawa wanamwambia mambo ya discouragement, wanamwambia bila amefanya dhambi. Lakini nashukuru Mungu kwa ajili ya Ayubu, alifunga masikio yake na akawaambia, ni kwa nini mnaniambia mambo machungu? Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kuendelea na safari, ukitaka kufika mbali, ni vizuri uzibe masikio kusikia mambo ya wanadamu, kusikia ya maneno ya watu walioshindwa, lakini ufungue moyo wako usikie kile ambacho Bwana anasema. Na kile ambacho Bwana anasema kiko kwa hili neno. Bwana Yesu asifiwe. Neno lake linasema wewe ni mshindi, wewe si mshindwa. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linasema wewe ni kichwa, wewe si mkia. Neno la Bwana linasema wewe utakuwa juu wala hautakuwa chini. Wakati unaanza kusikia hilo neno na kutoa masikio kwa wanadamu na kuanza kusikia neno la Mungu, hakika ya Mungu, utaendelea katika safari, utaendelea katika huduma, utaendelea katika ndoa, utaendelea katika biashara, na hautarudi nyuma. Haleluya. Adui mkubwa ni kusikiza wanadamu, kile wanadamu wanasema. Wewe si matokeo ya wanadamu, wewe ni matokeo ya Mungu. Wewe sio kile watu wanasema, wewe ni kile Mungu anasema. Haleluya. Wewe sio kile mjomba yako anaongea, wewe ni kile
majirani waseme utashindwa, lakini Mungu anasema namna gani? Hata majirani waseme wewe ni bure, Mungu anasema namna gani kukuhusu? Walimu waseme wewe ni failure, Mungu anazungumzaje juu ya maisha yako? Kwa hivyo huyo adui lazima umshinde. Huyo adui anaitwa maneno ya wanadamu. Haleluya! Sema, sitasikia kile watu wanasema, nitasikia kile Mungu anasema. Haleluya! Na wewe utashinda safari yako. Kwa hiyo huyo ni adui mkubwa kabisa ambayo lazima tushinde. Adui wa pili ambaye anafanya watu wasiendelee ni adui anaita kutokuwa na patience, kutokuwa na subira. Haleluya! Kwa sababu watu na maisha ya sasa, watu wanataka vitu vya chap chap. Ambia jirani, wewe si mtu wa chap chap, wewe ni mtu wa Mungu. Haleluya! Haleluya! Wewe ni matokeo ya Jehova. Watu hawana subira. Mtu anaanza kitu leo, kesho asipofanikiwa ameachana nacho, na anakuwa ni adui wa kumfanya asiendelee. Nashukuru Mungu kwa last Sunday pastor alikuwa anatufundisha akasema, shida sio kufail. Akasema unaweza fail hata mara 4, maana Biblia inasema hata ukianguka mara ngapi utainuka sana tena. Kwa hivyo shida si kufail, shida ni kuquit. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata ufail, hata ukomboe nyanya usiuze leo, kesho endelea. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama haikushika leo, kesho inaweza shika. Lakini watu hawana patience, watu hawana uvumilivu, na imekuwa ni adui wa kusababisha watu kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ili ufikie hatima yako, ufikie your destination, lazima uwe na patience, lazima uwe mvumilivu. Ukiuliza huyu Joel kusoma mpaka kumfaka maliza, ilibidi a lot of patience. Bwana Yesu asifiwe. Nina uhakika kuna watoto walidrop out kwa sababu hawakuwa na uvumilivu, hawakuwa na kungoja, hawakuwa na subira. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo ninazungumza kwa watu walio na subira. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndoa utakuwa na subira, hiyo biashara utakuwa na subira, hata kwa wokovu huu utakuwa na subira. Haleluya! Lazima tufikie kile ambacho Bwana alituwekea, na ili sisi tufikie kile ambacho Bwana alituwekea, lazima tuwe na subira. Bwana Yesu asifiwe. Enda nami katika kitabu cha Yakobo, kitabu cha James, kuna mtumishi wa Bwana anaitwa Elia. Elia ni mtu ambaye alikuwa na imani, na Biblia inasema alikuwa mwanadamu kama sisi. Bwana Yesu asifiwe. Tingiza jirani, mwambie Elia alikuwa kama mimi na wewe. Haleluya! Lakini ni nini ilifanya akaomba mpaka mvua ikakosa kunyesha? Mlango wa 5 mstari kuanzia 16, wacha tuanzie 17. Elias wacha tuanzie 16. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, na kuombeana mpata kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii, kwa bidii. Alafu mstari wa 17, Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii, akaomba kwa bidii. Kuomba kwa bidii ni mtu anayeomba kwa kupasisi, ni mtu ambaye hawezi kata tamaa, ni mtu ambaye ako na subira. Bwana Yesu asifiwe. Twende katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza, Wafalme wa Kwanza 17.
Wafalme wa kwanza 17. Biblia inasema, basi Eliya mtishi wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye nimesimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii, ila kwa neno langu. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Hiredi kinachokabili Yordani. Kwa hivyo huyu Eliya aliomba mvua ikose kunyesha kwa zaidi ya miaka 3.5. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati tena alitaka aombe mvua inyeshe, Biblia inasema alipiga magoti na kuweka kichwa katika miguu yake akaomba, na mtumishi wake akamtuma akamwambia, nenda uangalie kama mvua inanyesha. Akaenda mara ya kwanza, mara ya pili, ya tatu mpaka ya 7. Ndipo akakuja akasema, naona wingu kama ngumi ya mtu. Aliomba kwa bidii, alikuwa na subira, hakukata tamaa, hakuondoka pale, aliendelea, alipersist, aliendelea. Kwa hivyo ukitaka ufanikiwe na ufikie mwisho wako, lazima uwe mtu wa kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kufikia hatima zetu, wapendwa, hatuwezi kata tamaa, hatuwezi kunja mikono. Biblia inasema kukunja mikono kidogo na kusinzia kidogo, ndipo umaskini unakuja kama mnyang'anyi. Na kwa hiyo ukitaka uaibishwe, ukitaka usipate taji, kunja mikono, sinzia kidogo, lala katika safari, hautafikia hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini lazima tuwe na bidii, lazima tuwe na bidii katika kila tunachokifanya. Hata kama hakijafanyika leo, kesho Bwana anaweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe wepesi wa kuquit, tusiwe wepesi wa kuacha, tusiwe wepesi wa kusema haya mambo hayawezi. Bwana Yesu asifiwe. Na kuwa na vinywa vilivyojaa malalamiko na manunguniko, hapana. Wacha tuendelee kushikilia, na kwa wakati wa Bwana, Bwana atatutendea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hilo ni jambo la pili linalofanya watu wanatoka katika makusudi ya Bwana na hawawezi fikia hatima yao, roho ama sababu za kutokuwa na uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, haleluya, ambalo linafanya watu hawawezi maliza safari ama kutofikia hatima yao ni kutoenda katika mapenzi ya Bwana. Will of God. Watu wanataka kwenda kwa mapenzi yao, na wakati unakosa kuwa kwa mapenzi ya Bwana, utakwiti safari, hautafika your destination, kwa sababu hauendi sawasawa na mapenzi na makusudi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukitaka kukamilisha safari, kubaliana na mapenzi, kubaliana na mwelekeo, kubaliana na mwongozo wa Mungu. Na wakati unakubaliana na mwelekeo na mwongozo na mapenzi ya Mungu, utafika katika hatima ambayo Bwana amekuwekea. Lakini wengi wanaacha, maana hawataki kuingia kwa mapenzi ya Mungu. Watu wanataka waende vile wao wanataka, lakini makusudi na mapenzi ya Bwana hawataki. Vile Mungu anataka hawataki, wanataka waende jinsi wanavyotaka wao. Na kwa hivyo wanatoka katika safari, hawawezi kufika katika destination zao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini asubuhi ya leo tutaenda kwa mapenzi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Unapotembea na kuenda na makusudi na mapenzi ya Mungu, utafikia hatima na mwisho ambao ni ukamilifu. Haleluya. Lazima tutembee kwa mapenzi na makusudi ya Bwana.
Haleluya. Mwaka huu wa 2026 lazima tutembee kwa mapenzi na makusudio ya Mungu. Ilikuwa tarehe 30 nikiwa nimelala, kufika nadhani ilikuwa saa 8 ya usiku, saa 8 na nusu ikielekea saa 9. Kwa hivyo malaika wa Bwana akaniamsha kwa usingizi na akaniambia uanze kuomba. Nikaanza kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna maombi ya kumwambia Bwana asante, lakini kuna maombi si ya kumwambia Bwana asante, ni maombi ya kukabiliana na adui. Bwana Yesu asifiwe. Si maombi ya kutubu na kumwambia Baba nisamehe, ni maombi ya kuambia shetani, hapa hauta cross, hapa hautaendelea. Na kwa hivyo nikaamka kwa usingizi, nikaanza kupigana na manguvu za kiroho, nikaanza kuharibu mapepo na mashetani, kwa sababu shetani ameleta uzito juu ya wanadamu, na wanadamu wengi hawafikii hatima zao, wengi wanarudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Maana ameleta shaka na wasiwasi. Nikaanza kuomba radika ya labosika usiku, nikaomba mpaka mke wangu akamka, kaanza kuomba pamoja na mimi, tukaomba. Nilishutuka saa 11 imefika, lakini Bwana alikuwa amejibu. Haleluya. Katika maombi nikaona mwili wangu unadhoofika, nikajiona mimi ni mtu bure, nikajiona nimeisha. Lakini baada ya hiyo, nilipoendelea kuomba, nikaona kuna mtu strong anatoka ndani yangu, mtu mwenye misuli, mtu mwenye ako na uwezo na mamlaka. Wakati aliinuka ndani yangu, nikajiona ni mimi. Nilianza kuomba kama watu 17 kwa hiyo nyumba, nikimvunja kila maroho. Nataka nikwambie, wakati unakosa kukata tamaa na uendelea katika maombi, Bwana atakutia nguvu, na kila nguvu za adui zilizoinuka juu yako zitakuja chini yako. Praise the name of the Lord. Tusikubaliane na shetani, usikubaliane na ibilisi, usikubaliane na adui ya kwamba wewe umeshindwa. Hapana. Usikubaliane na uchumi wa Kenya ya kwamba wewe hauwezi. Wewe ni zaidi ya uchumi wa Kenya. Wewe ni zaidi ya jinsi unavyojiona. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni zaidi jinsi watu wanaongea juu yako. Wewe ni zaidi ya vile shetani anavyokusumbua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lazima uinuke, lazima ung'are. 2026 lazima uweke vizuizi vyote kando, ung'ang'ane kufikia mende na taji ambayo Bwana amekuwekea. Bwana Yesu asifiwe. Angalia jirani, mwambie mambo ya 2025 imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Unajua tuko 2026 wapendwa. Tusibehave mambo ya 2025. Usianze kuongea vile umekuwa unaongea 2025 ati uchumi sijui kasonga. Ongea kama mwana wa Mungu. Wakikuuliza mambo iko namna gani, unasema niko sawa, ninasonga mbele. Haleluya. Haleluya. Nataka watu wa imani ambao tutageuza Kakamega hii, tuchukue Kakamega, tugeuze upside down, tuweze kuwa watu wenye kukaa juu na wale maadui zetu wako chini. Praise the name of the Lord. Hatuwezi kaa kama 2025. Maombi ya 2025 tumeweka kaa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaomba kama watu wa 2026. Na tunaomba tukiwa na tumaini na matarajio ya kwamba tunaenda mahali. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Unajua nikisema hivi, unaona 2026 hii mwaka, unajua nikisema nini utasema hii mwaka kuna mageuzi yanafanyika kwa nyumba yako. In the name of Jesus. Maana sitakaa vile nimekaa 2025. Sitakaa vile nimeishi 2025. Na hii sisemi kwa sababu niko na pesa. Niko na Yesu mwana wa Mungu ambaye, angalia, Bwana Yesu asifiwe. Katika Old Testament Biblia inasema wakati wana wa Israeli
walifanya maovu mbele za Bwana. Bwana aliachilia nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Ili zifanye nini? Ziume watu. Na ingekuuma nyoka yule, angekuuma ungefanywa namna gani? Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaambia Haruni, inua nyoka wa nini? Wa shaba. Na kila atakaye mwangalia huyo nyoka atapona. Kwa New Testament si nyoka ameinuliwa. Kuna yule ameinuliwa zaidi ya nyoka, anaitwa mwana wa Mungu. Praise the name of the Lord. Na amewekwa katikati ya misalaba miwili. Usiangalie msalaba wa kushoto ama wa kulia. Kuna msalaba wa katikati wa mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kila vilivyokuuma 2025, ukiangalia huo msalaba, utapona, utainuliwa, utajazwa roho, utaenda mbali. Bwana Yesu asifiwe. Usiangalie nyoka zinazokuuma, inua macho uangalie Kalvari. Kuna yule ambaye amesulubishwa, jina lake ni Emmanuel, Mungu pamoja na sisi. Jina lake ni nyota ya asubuhi, jina lake ni jua la haki. Yeye habadiliki, yeye ni yule leo, jana na hata milele. Tukimwangalia yeye tunapona, tukimwangalia yeye tunabadilishwa, tukimwangalia yeye tunainuliwa. Praise the name of the Lord. Usiangalie nyoka zinazokuuma, wacha kuangalia matatizo na shida, angalia Yesu. Yeye ameshinda. Aliambia wanafunzi wake, nimeushinda ulimwengu, wala adui hana chochote ndani mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia, ninaenda na nitakapofika kule nitarudi tena niwatuchukue ninyi, na nitakuwa na nyinyi, sitawaacha kama yatima. Nitatuma yule msaidizi atakayekaa ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe hauko peke yako, uko na Roho Mtakatifu. Hauko peke yako, uko na Holy Ghost. Ukiomba, Roho wa Mungu ndani mwako anakusaidia kuomba sawa sawa na mapenzi na makusudi ya Mungu. Haleluya. Wewe si mshindwa, wewe ni mshindi. Patia jirani high five, mwambie 2026 hautaniona hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hatutakuona vile tunakuona. Utaanza kusema si ati ni madevo. Yesu wetu ni zaidi ya madevo. Yesu wetu ni zaidi ya Al-Qaeda. Yesu wetu ni zaidi ya wale unaofikiria ya kwamba wanaweza kadirisha. Yesu wetu anaweza kufanya zaidi ya vile tunafikiria, na zaidi ya vile tunaomba, na vile zaidi hata ya vile wewe unaniwazia. Haleluya. Maana Biblia inasema katika Isaya ya kwamba mama anaweza msahau mtoto wake, lakini Mungu amewaandika katika viganja vya mikono yake. Haleluya. Ina maana gani? Wakati Yesu alisulubishwa, Biblia inasema bado damu inatiririka. Akiangalia hiyo damu, anakuona wewe vile alikununua. Wewe mbele za Mungu, wewe ni fresh. Haleluya. Wewe hujaexpire mbele za Mungu. Wewe bado ni fresh. Hata kama walisema wewe expire, wewe hauja expire. 2026, you are more than a conqueror. You are more than a winner. You are more than a winner. Haleluya. Mimi nataka nipate mtu ambaye ameshika imani ya kwamba hatakuwa vile alivyokuwa, na hatakubaliana na maneno ya wanadamu. Hautakubaliana kusema ati biashara ni ya Wahindi. Nani alisema eti biashara ni ya watu? Biashara ni ya watu ambao mind zao ziko tayari kufanya business. Haleluya. Na usiseme wewe ni mzee eti mambo ilisha.
harusi unaweza fanya, gari tunanunua. Bwana asifiwe. Mzee David hatujazeeka. Kale akiwa 85 years anaambia msalimu huu mlima. Bwana Yesu asifiwe. Nipe huu mlima, 85 years. Nipe huu mlima. Bado tunaenda kufanya mambo ambayo tungefanya last year. Bwana anatupa another chance. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tu uinuke kwa miguu zako. Kuna mambo nataka utangaze. Wakati wanajua ni manabii, wakati wanajua wao ni manabii, yaani you are a prophet. Nani anajua yeye ni nabii? Haleluya. Wengine hawajajua. Wewe ni nabii wa maisha yako. Hautangoja prophet wa nyinyi akuja kutabiria. Wewe unaenda kutabiria maisha yako today. Haleluya. Unaenda kutabiria maisha yako today. Leo Biblia inasema katika John. Ya baba sekaya. Ona kwamba mambo ya Ayubu anasema hapa. Ayubu 42 mstari wa 5. Ya kwamba nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, mbali sasa jicho langu linakuona. Hautasikia tu, disia unaenda kuona kwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu inua mkono, sema Bwana Yesu, mwaka huu nisaidie nione baraka zangu kwa macho. Kama unaweza omba, enda mbele za Bwana. Mwambie Bwana, mwaka huu sitaki nisikie ya kwamba nimebarikiwa. Baba, nataka nione nimebarikiwa. Nataka nione mimi kwa baraka. Bwana, this year 2026, Baba nisaidie nione baraka zako kwa macho. Nione baraka zako kwa macho. Baba nisaidie 2026 Bwana nikaweze kukuona. Baba nitanunua gari this year, maana wewe ni Bwana. Nitajenga this year, maana wewe ni mfalme. Nitafanya harusi this year. Tangaza, tangaza. Hiyo ni kwa wale wanaotangaza. Utamaliza hayo masomo this year in the name of Jesus. Nisaidie Bwana nione kwa macho Bwana. Hautasikia tu, utaona kwa macho katika jina la Yesu. Hiyo nyumba utaiona kwa macho. Hiyo ndoa utaiona kwa macho. Hayo masomo ya watoto wako utayaona kwa macho. Baba, tusaidie tuone kwa macho, tushuhudie ukuu wako in the mighty name of Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pigia Yesu makofi kama unaweza. Shangilia Bwana. In the mighty name of the Lord. Ombi langu la mwisho, tunataka tusambaratishe kila roho shadema zilala. Hakuna nguvu za magonjwa ambazo zitaendelea kwa nyumba ya mtumishi wa Bwana. Hizo roho za confusion tunaziteka nyara in the mighty name of the Lord. In the mighty name of Jesus. Nataka Biblia inasema kanisa, wakati Peter alikuwa ameshikwa, kanisa liliomba, likaomba mpaka malaika wakatua
mahali Pita alikuwa, tunaomba mpaka malaika wanatumwa kwa nyumba mahali mtumishi wa Bwana yuko right now in the mighty name of Jesus. Usiombe kama unaomba 2025, omba kama unaomba 2026, na unaomba maombi ya imani, unaomba maombi ya kubadilisha. Wacha kuomba ni kama unabahatisha, hatuko kwa karata. Here we need business. Tunaomba na inafanyika in the mighty name of Jesus. Bwana anatuma malaika, Yesu anatuma malaika, malaika wa Bwana, malaika wa Bwana. La yes, Lord. Yes, Lord. Yesu wastahili heshima.